Mtazamaji, karibu sana, tuendelee kuangazia mwendelezo wa taarifa mbalimbali. Na leo tutaangazia taarifa nzito kabisa kuhusu Tundu Lissu, siri ya fichuka mahakamani, kesi ya Wangumu, kumbe yeye ndo alichapisha video ya uchochezi. Haya, karibu sana, tuendelee kufahamu nini ambacho kinaendelea kujiri katika kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu. Ni shahidi wa 16 katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Lissu. Kamishna msaidizi wa polisi ACP Amini Mahamba, ambaye amedai kuwa Lissu ndiye aliyechapisha maudhui yanayodaiwa kuwa ya uchochezi kupitia mtandao. Na ACP Mahamba alitoa maelezo hayo wakati alikohojiwa maswali ya dodoso na mshtakiwa Lissu mbele ya jopo la majaji watatu linaloongozwa na Jaji Dustani Ndunguru katika hatua ya kuendelea kwa usikilizwaji wa kesi hiyo. Na katika mahojiano hayo, shahidi huyo alikiri kuwa kwa mujibu wa maelezo ya mashahidi wengine waliotajwa kama P na P1 katika kesi hiyo, wao ndio walirusha mubashara live maudhui yanayohusisha na tukio hilo. Lissu akiwa anamuuliza shahidi huyo alitaka kufahamu tafsiri ya neno kuchapisha mtandaoni pamoja na msingi wa shahidi unaomfanya shahidi kudai kuwa yeye ndiye aliyechapisha video hiyo kwenye mtandao wa Jambo TV. Na kwa mujibu wa maelezo ya kesi, shahidi alijibu kuwa ni kweli kuwa ushahidi wake ulionyesha Lissu ndiye aliyechapisha maudhui hayo kwenye YouTube ya Jambo TV. Na katika hatua nyingine, Lissu alihoji maana ya neno kuchapisha, akieleza kuwa katika lugha ya kigeni linaweza kutafsiriwa kama transmitting. Kisha akamtaka shahidi awaeleze majaji kama ana ushahidi kwamba yeye ndiye aliyefanya kitendo hicho cha kusambaza video hiyo. Na hata hivyo, ACP Mahamba alisitiza mbele ya mahakama kuwa kwa ushahidi wake Lissu ndiye aliyechapisha maudhui hayo kwenye mtandao huo. Mbali na hilo, Lissu alimuuliza shahidi iwapo yeye ni mkurugenzi wa Jambo TV, ambapo ACP Mahamba alijibu kuwa hana uhakika kama mshtakiwa ana nafasi hiyo katika chombo hicho cha habari. Na katika maswali yake, Lissu pia alirejelea maelezo ya mashahidi P pamoja na P1 ambao walieleza kuwa walikuwa Dodoma na walirusha mubashara mkutano wake uliofanyika katika makao makuu ya Chadema. Kesi hiyo ya uhaini imeendelea baada ya kusimama kwa zaidi ya miezi 5 kutokana na mchakato wa rufaa iliyowasilishwa na upande wa mashtaka katika mahakama ya rufani ya Tanzania kupinga uamuzi wa mahakama kuu uliokataa kupokea ushahidi wa ziada dhidi ya mshtakiwa. Usikilizwaji wa kesi hiyo ulianza tena Agosti 10 mwaka 2026, huku ikiendelea kufuatiliwa na wadau mbalimbali kutokana na uzito wa tuhuma zinazomkabili kiongozi huyo wa upinzani. Tunaendelea kufuatilia kwa kina kabisa kujua nini ambacho kitaendelea kwa mwenyekiti huyo. Tuendelee kukuhabarisha kupitia Biomedia wakati mwingine.